Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu amemaliza kuhojiwa maswali ya dodoso kutoka kwa wakili wa serikali Nasoro Katuga mbele ya jopo la majaji watatu wa Mahakama Kuu likiongozwa na Jaji Danstan Ndunguru. Baada ya kumalizika kwa hatua hiyo, mahakama iliendelea na upande wa utetezi wa polisi ambaye ni mshtakiwa katika kesi hiyo alimtaja katibu mkuu wa Chadema John Mnyika kuwa shahidi wa pili wa utetezi. Mnyika aliingia kizimbani na kuapa kutoa ushahidi wa kweli mbele ya mahakama hiyo kabla ya kuanza kujibu maswali yaliyokuwa yakiulizwa na Lissu. Katika ushahidi wake, Mnyika alieleza kuwa amekuwa katibu mkuu wa Chadema tangu mwaka 2019 huku akiwa amewahi kushika nyadhifa mbalimbali ndani ya chama hicho ikiwemo mkurugenzi wa vijana, mkurugenzi wa habari na uenezi, mkurugenzi wa mambo ya nje na mahusiano ya kimataifa pamoja na naibu katibu mkuu wa Chadema Taifa. Vile Mnyika alisema amewahi kuwa mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Kinondoni kwa vipindi viwili na pia aliwahi kuwa katibu wa bunge wa Chadema alipokuwa mbunge wa jimbo la Ubungo kati ya mwaka 2010 na mwaka 2015 na baadaye mbunge wa jimbo la Kibamba kati ya mwaka 2015 na mwaka 2020. Akieleza majukumu ya katibu mkuu wa Chadema, Mnyika alisema nafasi hiyo ni mtendaji mkuu wa chama na mwenyekiti wa secretariat ambayo ni chombo ambacho kinasimamia shughuli za utendaji wa kila siku wa chama. Aidha, alisema katibu mkuu ndiye msimamizi mkuu wa utekelezaji wa maamuzi na maelekezo ya vikao vya juu vya chama pamoja na kusimamia rasilimali watu, fedha na ofisi za chama. Kwa mujibu wa Mnyika, Chadema inaendeshwa kwa kuzingatia katiba ya chama, kanuni, miongozo, maadili na itifaki zake. Akizungumzia muundo wa secretariat ya chama, Mnyika alisema inaundwa na katibu mkuu ambaye pia ni mwenyekiti wa secretariat, manaibu katibu wakuu wawili kutoka Tanzania bara na Zanzibar, wakurugenzi wa chama taifa, wataalamu, katibu wa secretariat pamoja na makatibu wa mabaraza ya chama ikiwemo baraza la wazee Bazecha, baraza la wanawake Bawacha na baraza la vijana Bavicha. Mnyika aliongeza kuwa mwenyekiti wa Chadema si sehemu ya secretariat na hashiriki katika vikao vya secretariat ya makao makuu ambayo huongozwa na katibu mkuu. Ushahidi huo uliingia katika kiini cha kesi baada ya Lissu kumuuliza Mnyika kuhusu mkutano wa watia nia wa kugombea ubunge wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 unadaiwa kufanyika Aprili 3 mwaka 2025. Mnyika alisema anaufahamu mkutano huo na kwamba uliandaliwa kwa maelekezo yake kupitia secretariat ya makao makuu ya Chadema ambayo alisimamia katika maandalizi yake. Aidha, alisema aligawa majukumu ya maandalizi ya mkutano huo na akiwa afisa masuli alikubali fedha zilizotumika katika maandalizi yake. Mnyika pia alieleza kuwa alishiriki katika mkutano huo na kwamba ulikuwa mkutano wa ndani wa chama tofauti na mikutano ya hadhara. Kwa mujibu wa ushahidi wake, mkutano huo ulikuwa sehemu ya utekelezaji wa azimio la mkutano mkuu wa Chadema kuhusu madai ya mabadiliko na mageuzi ya katiba na sheria yaliyolenga kuwezesha uchaguzi huru na wa haki. Alisema msimamo huo uliwasilishwa chini ya kauli mbiu ya no reforms no election, ambayo kwa Kiswahili ilielezwa kama bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Mnyika alisema mkutano huo uliwahusu watu waliokuwa na nia ya kugombea nafasi mbalimbali katika uchaguzi mwaka 2025 maarufu kama watia nia. Vile alisema viongozi wakuu wa chama na waandishi wa habari walialikwa katika mkutano huo uliofanyika makao makuu ya Chadema Mikocheni, Dar es Salaam. Kwa mujibu wa Mnyika, viongozi walioalikwa ni pamoja na mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu, makamu mwenyekiti bara John Wegesa Heche, makamu mwenyekiti Zanzibar Said Mzee Said, pamoja na viongozi wengine wa secretariat. Akieleza kuhusu waandishi wa habari, Mnyika alisema walialikwa kwa ujumla na kwamba jukumu la kualika lilifanywa na Brenda Rupia.
Aidha, alisema alitoa maelekezo ya kutolewa kwa taarifa ya habari kwa umma kuhusu kikao hicho ambayo ilitolewa Machi 27 na Brenda Rupia. Mnyika alisema wakati maandalizi ya mkutano huo yakiendelea, mwenyekiti wa chama Tundu Lissu alikuwa katika ziara kanda ya Nyasa akiendelea na operesheni ya katiba mpya. Alifafanua kuwa kanda ya Nyasa inajumuisha Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe na Rukwa, na kwamba ziara hiyo ilianza Machi 23 na kuendelea kabla ya Aprili 3. Katika hatua hiyo, upande wa serikali uliibua pingamizi kudai kuwa Lissu alikuwa akimwongoza shahidi kwa namna isiyofuata taratibu za kumhoji shahidi wakati wa ushahidi wa moja kwa moja. Hata hivyo, Lissu alieleza kuwa maswali yake yalilenga kupata ufafanuzi kuhusu mambo yaliyokuwa tayari yameelezwa katika hatua za awali za kesi. Mnyika kwa upande wake alipoelezwa kuhusu tuhuma kwamba Lissu ndiye aliandaa mkutano huo na kuwaalika waandishi wa habari, alisema tuhuma hizo ni za uongo na za kumbambikizia. Aidha, alisema hakukuwa na maelekezo maalum kwa waandishi wa habari kuhusu vifaa walivyopaswa kuja navyo wala namna ya kutumia vifaa hivyo wakati wa mkutano. Akieleza namna mkutano huo ulivyopangwa, Mnyika alisema ulihusisha awamu mbili. Awamu ya kwanza ilihusisha viongozi wa chama kutoa maelezo mbele ya waandishi wa habari kabla ya waandishi wa habari kuondoka na kuacha watiania wakiendelea na sehemu iliyofuata mkutano huo. Mnyika alisema katika awamu ya kwanza walitoa hotuba viongozi mbalimbali akiwemo naibu katibu mkuu bara Amani Golugwa, naibu katibu mkuu Zanzibar Ali Ibrahim Juma, katibu mkuu John Mnyika, makamu mwenyekiti Zanzibar Said Mzee Said, makamu mwenyekiti bara John Wegesa Heche, na hatimaye mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu. Kwa mujibu wa ushahidi huo, sehemu ya awali ya mkutano ilichukua takribani saa 3 huku Lissu akitumia zaidi ya saa 2 kutoa hotuba yake. Mnyika alisema katika hotuba hiyo Lissu alizungumzia kwa kina historia ya madai ya kuwa na katiba mpya na mabadiliko ya sheria yatakayowezesha uchaguzi huru na wa haki nchini. Alisema Lissu alirejea mapendekezo ya tume ya vyama vingi maarufu kama tume ya Nyalali iliyofanya kazi kati ya mwaka 1991 na mwaka 1992 pamoja na mapendekezo yake kuhusu kuandikwa kwa katiba mpya na kufanyika kwa mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Vile Mnyika alisema Lissu alizungumzia madhara ya kutotekelezwa kwa mabadiliko hayo katika uchaguzi zilizofuata kuanzia uchaguzi mkuu mwaka 1995. Alisema pia Lissu alirejea tume na kamati mbalimbali zilizowahi kuundwa kushughulikia masuala ya katiba na uchaguzi, ikiwemo tume ya Kisaga, tume ya Bomani na mchakato wa mabadiliko ya katiba uliohusisha tume ya mabadiliko ya katiba iliyoongozwa na Jaji Joseph Warioba kati ya mwaka 2011 na mwaka 2014. Kwa mujibu wa Mnyika, Lissu alieleza pia namna mchakato huo ulivyokwama katika bunge maalum la katiba pamoja na madhara yaliyodaiwa kujitokeza katika uchaguzi wa mwaka 2015. Aidha, alitaja uchaguzi wa viongozi wa vijiji wa mwaka 2019 na uamuzi wa Chadema kujiondoa katika uchaguzi huo baada ya wagombea wake kujiondoa pamoja na matukio yaliyohusishwa na uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Mnyika alisema katika hotuba hiyo pia kulizungumziwa swala la wagombea kuenguliwa kwa mapingamizi na baadhi yao kuzuiwa kufanya kampeni. Hii ni Global TV. Jina langu ni Onesmo Sangalali. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.